Hivi jambo naliona dogo. Kile ni kifo ndugu yangu. Sikia nikwambie. Mimi naona nyinyi hamna ushirikiano kwa sababu nimekutana pia na Danonje. Hajanionyesha ushirikiano kabisa, ifanya amepingwa na mambo. Mimi nimeamua kujitolea. Mimi ni mkombozi. Nimeshushwa kama mkombozi katika kijiji nije niwaokoe. Lakini mnaelewa mimi ni gamba. Mbona maana gamba? Maana na wagamba wote nyinyi mpo ndani yangu. Sema naona kama nyinyi hamna ushirikiano. Ila mngekuwa mnaelewa nyinyi. Sasa mimi nachokuja kukiona in short moja kwa moja direct. Wewe mwenyewe wewe. Sikuelewi. Wewe. Sasa nitakufanyia uchunguzi. Hebu achana na mimi bwana. Alafu kuwa makini na hichi kijiji. Umesikia wewe? Kuwa makini na hichi kijiji. Mpelelezi nimejitolea kuokoa. Mpelelezi umesomea upelelezi wewe? Mwangalie kwenda huko matingo nini? Amenifundisha kwenda kukuta mambo kwenye hichi kijiji. Hichi kijiji umekuta kiasi kama mimi na kujitulia kwa kesho. Wali wake ule. Vipi Datumu, shwari? Poa vipi? Umeadimika rafiki yangu, toka siku ya msiba ndio sija kuona tena, sio nani kakufungia mshikaji wangu. Bora hata nikifungiwa. Nilivyotoka pale msibani, kile kifo cha yule Baraka. Yaani kila nikilala nikiamka matingo nawaza. Acha kabisa. Ukatili alifanywa yule mtoto. Hiki kijiji kina mambo ya ajabu. Sasa yule mtoto mdogo Baraka, malaika wa Mungu, kawakosea nini hadi akafa kwa ajabu kama yani kafa kwenye mazingira kutatanisha sana. Ninashinda hata kuelewa kwa kufanya tunaogopa hiki kijiji hata kutembea sasa hivi. Hiki kijiji sasa hivi kimezima habari kila sehemu unachoenda ni Baraka. Oya. Yaani hapo ndio kinachonyima mimi usingizi. Kijiji kimeshaharibika hichi matingo. Kijijini hapa matukio kama hayo ndugu yangu. Haya sisi watu wazima itakuwaje? Hicho ndo kitu hata mimi nawaza. Kama hawakuwa na huruma na mtoto mdogo kama yule malaika. Haya je, kwa mtu ambaye alishaona sikukuu kadhaa zaidi na Krismasi chini ya jua hili. Ndio hapo nachojiuliza mimi. Hivi sasa ndugu yangu, kinachofuata sasa hivi ni nini? Unajua sasa hivi kijijini kila mtu anaogopa kutembea. Si unajua jambo hili hapa hivi. Kuna huyu rafiki yangu nani huyu Gamba. Gamba, unamjua Gamba? Yule. Gamba kajipiga kifua. Kasema juu ya hili jambo atalifuatilia kindaki mpaka ajue nini kinaendelea. Yaani mimi mwenyewe nimekaa hapa namsikilizia Gamba. Majibu yake atakao kuja kunipa yeye ndo nijue ni huyu labda Gamba anaweza katuletea kitu chochote chenye mwanga. Mimi mwenyewe nimekaa hapa nimetulia kimya na nimemwachia kwanza yeye afanye uchunguzi wake. Akishamalizana atuletee sisi majibu tujue. Inatakiwa wana kijiji hapa tuamke. Kwa sababu kama yule mtoto kashaondoka, hatujui kesho inawezekana ikawa wewe ndugu yangu. Bwana tema mate chini bwana. Tema mate chini sawa. Kijiji kinatisha hiki bwana. Yaani unaniona sasa hivi hapa nazura huko polini. Kilichonileta huku njaa. Mimi sikufichi. Nimekuja kutafuta tetele, nikipata hata dudumizi nikamle na ugali. Yaani Matingo, kuwa makini sasa hivi rafiki yangu. Mimi mwenyewe nimetoka huku, nilikuwa napita zangu huko nataka nikaangalie vimboga vya jioni. Kwa hiyo nina haraka. Mimi tena unavyojua mwanamke ndio mimi naogopa mwenzangu mimi naenda. Haya bwana, kwa hiyo sasa akikupa huko majibu kisikia chochote ndugu yangu usiache kupita nyumbani uje kuniambia. Usijali tu, unasema tatizo lako wewe na unajifungiaga sana. Hamna bwana, sasa hivi nitakuwa natembea. Au sio? Poa tu baadaye. Haya. Basi tena Zubeda, mbona unaonekana kama umechanganyikiwa? Yaani niache tu. Nimechanganyikiwa hapa shoga yangu kuliko kuchanganyikiwa wenyewe. Nimetoka mtoni huko kumtafuta yule Matingo. Yaani huyu bwana ananivuruga akili yangu kama ninavyokuambia. Nimekuta kuna kibinti amekibananisha huko. Kibinti fulani kinakaa hapa katikati kifupi hivi. Kinaitwa nani kile? Tunu. Tunu wewe. Kile kidada chembamba kile kibaya kile. Hicho. Ndio kimebananishwa na Matingo. Yaani leo inaniuma hapa shoga yangu, yaani nimevurugwa. Mimi ninavyomfukuzia siku zote hivi afu hata anielewe. Unajua jinsi unavyompenda. Twende basi nyumbani. Hebu twende kapumzike. Yaani mimi huyu bwana huyu anavyochanganya akili yangu mimi.
Hapa nikienda kujichachua hivi. Hey! Vipi ndugu yangu? Safi, kwema. Kwema. Tunu jamani. Upo? Nipo Mama Baraka. Unaendeleaje? Salama, umeadimika. Maana toka nilivyotoka msibani, ndugu yangu, tunatathmini kuhusu kifo cha mwanao. Ndio hivyo. Hamna jinsi. Haina budi kukubali tu. Maana haya ni mapenzi ya Mungu. Ndio kaamua lake lishatokea hivi. Ina maana Mama Baraka haujapata ugunduzi wa kifo cha mwanao? Tunu. Wewe unavyofikiria nitapata ufumbuzi gani zaidi ya kukubali na matokeo yote yaliyotokea? Kwa sababu hata tukisema tuendelee kuhangaika, tutahangaika hatorudi. Kilichoenda kimeenda, kiwezi kurudi tena. Ndio maana tulichoamua kukaa kimya na kumshukuru Mungu. Kama ni kifo cha Mwenyezi Mungu, basi sawa, lakini kama ni binadamu, Mungu atatulipia tu. Mama Baraka, wewe ni mzazi. Unajua kinasikitisha sana kifo cha Baraka. Halafu unajua kuna hichi kivulana hichi kinaitwa Gamba. Kimejitolea kuchunguza kuhusu kifo cha mwanao. Mruhusu tu akusaidie. Maana atatusaidia ujue kijijini yule. Huyo Gamba aanze kufuatilia kifo cha mwanangu. Yeye kama nani? Ana undugu naye yule mtoto? Sisi si ndio wazazi wake? Wenyewe tushaamua kukubali kumwachia Mungu. Au anataka kunirudisha kule nilikotoka? Mama Baraka, sisi tumeona ni afadhali wana kijiji atatusaidia. Hapana Tunu, hakuna kusaidiana hapa. Anataka kunizidishia tu majonzi, si ndio maana? Au anataka kunizidishia tu kifo cha mwanangu kunikumbusha? Mama Baraka. Mama Baraka vipi? Mama Baraka una nini wewe? Mama Baraka. Mama Baraka una nini? Mama Baraka kuna matatizo gani? Hamna Tunu. Ushaanza kuelezeka dadangu? Sina tatizo. Mama Baraka. Unanini mkono? Mama Baraka. Mama Baraka. Basi ndio yake nitampelekea huko huko. Shemeji Zubeda. Habari ya asubuhi. Shemeji. Shemeji salama, kwema? Tunashukuru Mungu. Naona unachota maji hapa. Kuja kuchota maji hapa, sinajua asubuhi tena hii maji ndio kila kitu. Kweli shemeji. Shemeji. Unajua mimi na wewe hatujaonana toka msiba mwanao utokee. Yaani msiba umesikitisha sana kijiji kizima. Watu wamesikitika sana. Pole sana shemeji yangu. Nashukuru shemeji. Yaani sijapata hata wasaa kuonana mimi na wewe. Ila nilikuwa nachota maji hapa. Nije nyumbani huko kwa mkeo. Hivi yupo nje? Mama Baraka nimemwacha yupo nyumbani. Nimemwacha nyumbani. Nimemwacha yupo nyumbani. Mimi nataka nielekee shambani kwangu huku bondeni. Kuvuka mto. Maana unajua na mashamba mengi shemeji yangu. Nalijua hilo shemeji. Nataka nivuke mto niende kuangalia shamba langu la kule chini kule. Kwa sababu vijana wa kijiji hiki wananiibia sana vitu vyangu. Wanaiba nazi, wanaiba yani kila kitu, yani nilichopanda, wanaiba miogo, yani vitu kibao wanaiba shemeji yangu. Hivi kuna wizi hapa sasa hivi kijijini Wezi wapo. Basi sawa shemeji, ila juzi mkeo alikuja nyumbani kwangu. Kuna jambo alizungumza na mimi kidogo linanitatanisha. Akanambia sio ana matatizo, sio yuko sawa, lakini hajafunguka kiundani zaidi.
Kwa nikitoka na hapa nije kwa mkeo ili nijue kitu gani ambacho kinachomsumbua. Basi sawa, karibu nyumbani. Haya shemeji, haya. Toka ile siku alinipa wakati mgumu sana kuhusu ile jambo lake. Si jambo Zube. Yaani wewe Zube, wewe na mashaka na wewe. Na kila siku nakuona unapita pita huko kwenye vipole. Ndio maana nakwambia man to man mpaka nijue. Na unaona kabisa sasa hivi na utambulisho wangu. Niangalie. Alafu wewe, si nilishakwambia ukikutana na mimi usije ukanisimamisha kwenye njia kuniongelea ujinga wako kuchunguza maisha ya watu kwenye hiki kijiji. Si unanielewa wewe? Wewe mbona mbea sana wewe? Kwa hiki ndio ulichonisimamishia hapa. Maisha hiki kijiji hayakuhusu. Muangalie kwanza kofia lile, mbea tu kwenda huko. Nani ili mbea hili kaka hili? Huyu. Simuelewi. Kila siku nimekaa kiumbea. Kila siku mapolini. Sasa nitahakikisha nivuruga tayari. Itu mbea. Kijiji kizima nataka kuaendo mbea konki sasa. Fuatilia msiba ona muhusu wa huyu mtoto. Baka fuatilia hapa kijijini. Tunamka. Ana nifuatilia wiki Pemba. Nanje. Odi. Karibu Zueda. Za asubuhi. Salama za nyumbani. Salama kwema. Tunamshukuru Mungu tuko salama sana. Karibu. Asubuhi nilikuwa zangu kisimani hapo nachota zangu maji. Nikakutana na shemeji yangu. Tana naye nikamuuliza ndugu yangu yuko huko nyumbani, akanambia yupo. Nikasema ndio nimekuja hapa ndugu wangu. Ujio wangu huu ile swala lako loniambia linanitesa, linanilaza macho. Lile jambo naambia si unateswa na nini? Yaani mimi nakosa tamani ndugu wangu. Najiuliza udugu gani mimi na yeye tunafichana jambo kama hili? Jambo gani zito linalokusibu unashindwa kunishirikisha mimi udugu wako? Zubeda ndugu yangu. Nilishakwambia tangu siku ile kwamba ili tatizo nilokuwa nalo nitakwambia tu. Muda na wakati sahihi ukifika nitakueleza kila kitu. Wewe usiwe na wasiwasi. Kwani wewe wasiwasi wako nini ndugu yangu? Ni kweli, lakini leo ungekuwa unajua linaniumiza akili yangu kutaka kujua, wala hata usingenificha ile jambo. Hamna bwana Zubeda. Unajua wewe mwenyewe unaelewa matatizo yangu niliyokuwa nayo. Mimi nina mambo mengi sana. Kwa hiyo ni mambo yangu tu ya kifamilia. Lakini wakati wake ukifika nitakwambia kila kitu. Wewe ndio ndugu yangu kwenye kijiji. Wewe mwenyewe unajua. Mimi sina rafiki mwingine au ndugu mwingine zaidi yako. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Mimi nitakwambia kila kitu ndugu yangu. Tuachane na ndugu yangu. Hapa sasa kuna kijana mmoja huyo. Kijijini hapa anaitwa nani yule? Gamba, unampata Gamba? Gamba tena. Shamba la kule wameiba, ila hii nashukuru Mwenyezi Mungu ili hawajaiba. Shamba langu la nazi wameiba zote nazi. Ila hii hapa nashukuru Mwenyezi Mungu nimepata kidogo. Nimestawi vizuri na waweze hawajaniibia. Bwana Magambo. Bwana Rashu. Vipi ndugu yangu? Mambo vipi? Kwema kabisa. Shwari kabisa. Poa kabisa ndugu yangu. Poa ndugu yangu. Gamba amekuwa tishio wa hiki kijiji.
Gamba yule kila nanyanyua mguu wangu mimi sina amani, mara yuko hapa, mara yuko hapa, ananifuatilia nyuma, anataka kujua kifo cha mtoto wako. Nini? Chanzo cha mtoto wako, kifo chake, ndo anatafuta wewe adui wa mwanao. Yeye huyo Gamba anafuatilia kifo cha mtoto wangu yeye kama nani? Yeye ana nini kwenye familia yetu? Tuna undugu naye yule? Mimi mwenyewe ndo ninashangaa sasa. Jamani, hata akifuatilia iko kifo cha mtoto wangu, yule mtoto kashakufa. Alokufa amekufa, ushawahi kusikia aloenda anarudi hata siku moja? Ndio mimi mwenyewe nashangaa. Yaani anavyopambania ile swala kutaka kujua adui wa mtoto wako kama yule mtoto umezaa na yeye. Mimi mwenyewe nashindwa kweli. Sina amani sasa hivi hapa kijijini, kila ninakopita mguu wangu mguu wake. Ananifuatilia nyuma hivi ninavyokuambia, alikuwa ananifuatilia nyuma bala. Maana na mimi naingizwa kwenye timu kwamba ndo muuaji. Hivi au anataka kuturudisha kule tulikotoka? Anataka kutuletea tena majonzi mapya kabisa kwenye familia yangu. Anataka kumchanganya mume wangu. Watu wenyewe tushaamua kutulia zetu sasa hivi. Bado anataka kutuletea tena matatizo mengine. Ila huyu Gamba, wewe niachie mimi. Nitamuonyesha kazi. Yule nitamfundisha adabu. Dawa yake iko jikoni na chemka. Bwana Magambo, pole sana ndugu yangu. Nashukuru sana Bwana Rashu. Unajua kifo cha mwanao kilipotokea katika kijiji hiki, watu wengi walipata na taharuki, watu wengi wanajiuliza kitu gani kilitokea. Imewaumiza watu wengi sana hichi kitu. Pole ndugu yangu. Nashukuru sana Bwana Rashu. Toka mwanangu afariki, nilikuwa sijapata nafasi ya kuja kuangalia shamba langu. Leo nimepata nafasi kuja kuangalia shamba langu hili. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Hamna hata wezi waliokuja kuiba shambani kwangu. Naona. Lakini hiki kifo hiki, kwa nini kimetokea mazingira ya hatari? Wanaojua alinyongwa. Amenyongwa kwa mazingira ya tatanishi. Kijiji kimetaruki, kijiji kinajiuliza, kijiji kinashangaa, watu sisi tulikuwa wote kijijini. Tunajiuliza juu ya maswali tujapata jibu. Kwa nini mwanao afika vile? Ila yote pole sana ndugu yangu. Mimi nimepita hapa kidogo nikakuona. Nikwenda kwa ndugu yangu Matingo hapo nimfuate tuelekee Mgotoni kule. Naona ndugu yangu. Basi sawa basi ndugu yangu. Ila pole sana. Basi sawa mwanangu Asho, hamna shida rafiki yangu. Ningo niendelee kuangalia shamba langu hili. Ndio. Then nikishatoka hapa naelekea zangu nyumbani. Sawa basi tutasafutana kimoja tutakapotokea basi ndugu yangu. Basi sawa Bwana Rasho. Angalia Matingo hapo turudi Mgotoni hapo. Poa Bwana Rasho, hamna shida ndugu yangu. Kwa sababu gani? Yule mtoto naona ananifuatilia sana. Kuwa naye makini sasa. Maana mimi mwenyewe hata simuelewi. Watoto wa mwingine yeye kalisimamia koni, utasema yule mtoto alizaa na wewe. Mimi mwenyewe nashindwa kuelewa. Njia nzima yeye tu. Karibu Tunu. Nonje. Mimi nipo. Karibu Tunu. Mimi naenda. Jamani, mbona mapema? Mwape hili mawili. Imekuwaje tena, mna ugomvi? Sijui, sina kusangaga nao hana. Si nimekukuta naye hapa. Au ana kisirani tu huyo. Jamani. Mna tatizo gani na yule? Hamo lena kisirani, labda limeamka na kisirani chake. Vipi shogangu? Karibu Tunu. Asante. Jana nikawahi kwenda kupika. Nikasema sasa hivi usiku huu sasa siwezi kwenda kumpelekea ndo. Nikasema nitakuletea asubuhi. Yeye leo ndio unagoenhelaga. Maana shoga yangu jana niliogopa sana. Kwani una shida gani? Tunu. Mbona mimi sina tatizo lolote, niko sawa tu jamani. Wewe jana ulikuwa unatoa macho kama hivi muda wote, mara unaweza mara ukakimbia. Si nilikukimbiza mimi na ndono, maana ukaiacha wewe? Tunu jamani, wewe mwenyewe unajua matatizo yangu nilokuwa nayo. Kwa hiyo yale matatizo yangu ndio yananichanganya. Ndio utakuta tu kuna muda akili yangu inakuwa kama vile haiko sawa. Lakini mimi niko sawa tu. Ugomvi zako uchanganyikiwa wewe. Maana na bwana, niko sawa tu bwana. Nonje nishirikishage na mimi. Nikusaidie ile mzigo hilo bwana. Tunu usijali. Kukiwa kuna shida yoyote, lazima nitakwambia ndugu yangu. Haya sasa nimekuletea kando kako aka. Haya asante, nashukuru. Hiyo ndio ninaga nileli sumbinigasha jamani. Mwenzangu mimi sasa hivi asubuhi nafanya usafi hapa, wewe nenda tu. Maana mume wangu ameenda zake shamba, akirudi akute chochote kitu kipo tayari. Akauvivu nako kananichangia. Wewe nenda tu. Mbona? Haya bwana. Na najo nene.
Nitakuja nyumbani tuongee vizuri. Sawa. Shikamoo mjomba Lashu. Marahaba mjomba Titi, hujambo? Sijambo. Unaenda wapi? Mabondeni, nimetumwa kupeleka dawa. Wewe uogopi kama humu ndani ya msitu ni hatari sana siku hizi. Ukumbuke mtoto Magambo alikuta ameuawa ndani ya msitu. Toba.